Kwa sababu wanasema wajibu wa kusaini na kuthibitisha na kuheshimu. Kila chama cha siasa, serikali na Tume ya Taifa ya Uchaguzi watawajibika kusaini kanuni hizi za maadili. Chama cha siasa ambacho hakita saini kanuni hizi za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Kwa hiyo nafikiri ni kifungu hiki. Mimi ningependa kuchomeka hapo kabla hatujazipitia zote. Tunaona kama kuna baadhi ya watu ambao wana nia ya kutaka kushiriki kwenye uchaguzi lakini hawana mtu wa kuwa tilia sign. Tunapofika hapo hali inakuaje? Kwa sababu nadhani hata upande ule mwingine ambao hawaja sign kuna ambao wana nia ya kutaka kushiriki na wengine hawataki kushiriki mpaka mabadiliko yatokee ambao wanayataka. Ndio. Sasa ukiangalia mfumo wetu wa sheria ulivyo sasa, ugombea wa nafasi yote iwe urais, ubunge au diwani unatokana na vyama vya siasa. Kwa hiyo hatuna bado sheria ambayo itatambua mgombea binafsi. Kwa hiyo kama unataka kugombea nafasi yote katika hizo nafasi 3 kwenye uchaguzi mkuu, unapaswa ujiunge na chama cha siasa. Sasa kama chama ambacho kipo akija sign, ndo nikasema kwa kuwa tuna ukinzani huo wa tafsiri mbili, mpaka tutakapopata tafsiri sahihi, labda kutoka sio sahihi, tafsiri ambayo mahakama itasema mnaruhusiwa kusaini, mpaka hapo, kabla ya hapo hawatakuwa na haki ya kushiriki uchaguzi kama kanuni ya 1.5 inavyotamka. Kwa hiyo hiki chama inabidi kiende kufungua shauri. Sasa ni wanafikiri wanajua sheria, kwa hiyo uamuzi ni wa kwao, kwamba kama wafungue shauri au wasisitize tume ielewe kwamba tunaweza tukasaini muda wowote kabla ya tarehe ya kuteua wagombea, kwa sababu kanuni zinasema zitaanza kutumika siku moja baada ya wagombea kuteuliwa. Zaituni, tutarudi kwako baada ya kupitia kanuni. Samahani lakini. Okay, sasa. Haya. Bwana Lujiso, naomba tupitie kanuni. Ndio, sasa kama nilivyosema, hizi kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, bunge na madiwani ni kanuni ambazo zimetengenezwa na kuchapishwa mwaka huu na Tume Huru ya Uchaguzi, ambayo inatakiwa kulingana na kifungu cha 162 1 na 2 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024, inatamka kwamba tume huru baada ya kushauriana na vyama vya siasa itachapisha kanuni za maadili. Na ndio hizi kanuni zimetoka. Na ukisoma zile kanuni, dhumuni kubwa la kuwa na hizi kanuni ni kuhakikisha kwamba tuna uchaguzi wa amani, huru na pia haki. Na wahusika ambao wanaguswa na hizi kanuni moja kwa moja ni vyama vya siasa, wagombea, tume huru ya uchaguzi pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kama nikirudia tena, hizi kanuni zinataka vyama vyote vinavyotaka kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu visaini. Na kanuni zinasema chama kisicho sign kitazuiwa kushiriki uchaguzi. Na kwa maoni yangu, dhumuni la kusema kwamba lazima wa sign ni moja, kuonyesha kwamba hiki chama kinatii hizi kanuni na kiko tayari kuzifuata kwa ajili ya kuhakikisha tuna uchaguzi huru, haki na wa amani. Lakini namba 2, ukisoma kanuni kuna haki ya kulalamika. Kama chama au tume yenyewe, hata serikali pia wanaona kwamba kuna kanuni ya maadili ya mdau yoyote hajatimiza, wana haki ya kulalamika kwa kamati ambazo zimetengenezwa kwenye hizi kanuni. Kuna kamati ya kata, kamati ya jimbo, kamati ya taifa na kamati ya rufaa. Sasa kwamba usipo sign maana yake haushiriki uchaguzi na hautakuwa na haki pia ya kulalamika pale ambapo unaona maadili ya uchaguzi kama yalivyo kwenye kanuni na sheria nyingine hayajafuatwa. Lakini pia 3, ukisoma kanuni kwa ujumla wake ni kama zinataka kuwezesha uchaguzi huu uwe bora pengine kuliko chaguzi zilizopita. Na pia kanuni hizi zimefuta maadili ya uchaguzi ya mwaka 2020. Lakini kama nilivyosema, kanuni hizi zitatumika sio tu kwenye uchaguzi huu lakini pia na chaguzi ndogo ambazo zitafuata. Na
ukisoma hizi kanuni zipo kanuni 7, zimegawanyika kwenye sehemu 7, na kulinganisha na kanuni nyingi, hizi si kanuni ndefu sana. Ni kanuni ambazo unaweza ukasoma hata kwa saa moja zote ukazimaliza, na uzuri ni kwamba zimechapishwa kwa lugha ya Kiswahili, na Kiswahili chepesi tu ambacho unaweza ukasoma. Lakini kwa kifupi sana, kanuni zimetoa moja, wajibu wao wadau wa uchaguzi, ambapo ukisoma kanuni ya pili inazungumzia wajibu wa vyama vya siasa na wagombea. Na katika wajibu, kanuni zinasema chama cha siasa kina wajibu gani, lakini pia kanuni zimetoa makatazo, mambo gani hayaruhusiwi. Kwa mfano, ukisoma ile kanuni ya 2.1, vyama vya siasa vinapaswa kuheshimu katiba, sheria za uchaguzi na sheria mbalimbali za nchi, lakini pia kuelimisha, kuhamasisha na kusisitiza wanachama na wafuasi wa hivyo vyama kufuata na kuheshimu sheria za nchi pamoja na za uchaguzi, lakini pia kuzingatia ratiba ya kampeni ambayo imeratibiwa na tume. Sasa tunafahamu kwamba Tume Huru ya Uchaguzi ndio ina mamlaka ya kuratibu ratiba ya kampeni, na ukisoma kanuni zimeainisha muda wa kampeni ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Lakini pia zimetaja kwamba vyama vinaruhusiwa kutangaza mikutano ijayo kwa kutumia hizi speaker na vyombo vingine vya kutangaza kwamba mkutano ujao utafanyika lini, lakini wanapaswa watangaze kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 2 usiku, si zaidi ya hapo. Lakini ukisoma pia kanuni zinataka kwamba kuhakikisha kwamba kusiwe na mgogoro wa ratiba za mikutano ya kampeni katika eneo moja. Na kama kuna mgogoro huo, kanuni zinasema msimamizi wa uchaguzi au msimamizi msaidizi wa uchaguzi au tume itakaa na wadau hao, hivyo vyama vya siasa, kwa ajili ya kujadili. Na pia vyama vinapaswa kuhakikisha kwamba misafara ya kampeni kati ya chama kimoja na kingine haikutani. Sasa nadhani hilo ni muhimu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hakutakuwa na mazingira yoyote ambayo yanaweza yakapelekea ukosefu wa amani. Lakini pia vyama vinapaswa kuhakikisha uchaguzi unakuwa wa huru, amani na haki, na kwa hivyo viepuke ubaguzi wa aina yoyote. Viepuke pia kutoa taarifa ambazo za uchaguzi ambazo sio sahihi. Lakini pia chama kama kinafanya maandamano, kinaruhusiwa kufanya maandamano wakati wa kampeni, lakini kifuate sheria zinazohusu maandamano. Na pia kama kuna tukio ambalo linaweza kusababisha vurugu, chama kinapaswa kitoe taarifa mapema. Na kingine ni kwamba chama kinapaswa kiwaeleweshe mawakala wake kwamba wanapaswa kuwepo kwenye vituo vya kupiga kura kwa muda wote toka kura zinapigwa mpaka pia kura zinakuja kujumlishwa. Na ukizisoma kanuni zinasema kwamba mawakala pia wataruhusiwa kusindikiza masanduku ya kura kwenda kwenye kituo cha kufanya majumuisho ya kura hizo. Na pia vyama vinapaswa kujenga mazingira ambayo yatawezesha makundi maalum, wanawake na walemavu kushiriki uchaguzi bila ubaguzi. Kwa hiyo kulingana na kanuni hizi za maadili ya uchaguzi, hayo ndo majukumu na makatazo kwa vyama vya siasa. Sawa sawa. Lakini ndio. Ngoja. Subirini. Unaendelea bado wakili? Kama nilivyosema, kanuni zimetoa wajibu ndio wa kila mdau wa uchaguzi. Kwa hiyo ni kwa vyama vya siasa. Lakini pia kuna wajibu wa serikali na pia kuna wajibu wa tume. Okay. Sasa sijui kama tuende huko au ngoja tutaelekea huko. Zaituni alafu tutakuja kwako Salim Kikeke. Subiri. Zaituni, twende. Tunarudi pale mwanzo kwenye kanuni ambayo
inamzuia ama inazuia chama cha siasa kushiriki uchaguzi ikiwa hakijasaini. Naomba kufahamu ama utupitishe kwenye sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inahusianisha kutosaini kanuni. Je, katiba na yenyewe inatambua kwamba kanuni zitakazotolewa na tume huru zisiposainiwa kuna namna inakukataza, ama ni sheria ipi pia ambayo inazuia yule ambaye hajasaini hizi kanuni za INEC kutoshiriki uchaguzi? Uhusiano ulioko hapo. Sawa, asante kwa swali zuri. Sasa katiba kama sheria mama huwa inatoa mwongozo wa jumla wa haki na wajibu. Kwa hiyo katiba inasema kutakuwa kuna uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Lakini katiba hiyo hiyo inaipa pia mamlaka bunge kutunga sheria mahususi kwa ajili ya uchaguzi. Na kwa kufuata hilo, sheria ilitunga sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024. Na sheria hii pia na katiba pia zinaruhusu chombo ambacho kitaruhusiwa na bunge kutunga kanuni kwa ajili ya kuwezesha utekelezaji bora wa sheria. Sasa hii sheria, katiba haisemi kwamba watu wasaini maadili, wasiposaini wasishiriki uchaguzi. Lakini sheria ya uchaguzi namba 1 ya 2024 kifungu cha 162(2) kinataka wadau, vyama vya siasa, serikali pamoja na tume wasaini kanuni za maadili. Sheria mama haijakataza kwamba usiposaini utashiriki uchaguzi. Lakini kile kifungu kimesema baada ya mashauriano, tume huru ya uchaguzi itatengeneza na kuchapisha kanuni za maadili ya uchaguzi. Na kwa kupitia kifungu hicho ndio baada ya mashauriano, sababu naamini yalikuwepo kwa sababu walisign, hao walio sign, ndio kanuni zikatoka mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa zile kanuni, kifungu cha kwanza, kanuni ya kwanza nukta 5 ndio imerudia ile kwamba vyama vya siasa lazima visign. Na ikaendelea mbele ikasema chama kisicho sign kitazuiwa kushiriki uchaguzi. Lakini kwa kuongezea hapo pia, hata wagombea wa nafasi watapaswa kujaza form namba 10 ambayo ipo kwenye kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, ambayo ni fomu ambayo wataeleza kwamba wanathibitisha watafuata haya maadili ya uchaguzi. Kwa hiyo kanuni ndio ambazo zinatamka kwamba usiposign hautashiriki uchaguzi. Na naamini kusema hivyo ni sawa kwa upande mmoja, kwa sababu kama hizi ni kanuni za maadili ambazo tunasema lazima zifuatwe, na endapo zisipofuatwa kuna haki ya kulalamika, lakini pia kuna adhabu. Na sheria ya uchaguzi imesema usign. Sasa tusipo sign ni kwa namna gani tunaweza tukasema okay, kitu hiki hakiko sawa, kitu hiki kiko sawa, kuna haki hii haijatekelezwa, kuna mgogoro huu, tunaomba utatuliwe. Nafikiri madhumuni alikuwa ni kuonyesha kwamba tuna sign, tukisign maana yake tunatii kufuata hizi kanuni. Sasa basi tukipanya utajiandaa wakati ambao Salim Kikeke anauliza swali lake. Wakili Msomi, ukitizama wahusika wa kanuni za maadili wako 4, lakini saini hapa ziko 3: tume huru, serikali na vyama vya siasa. Kwa nini hawa wagombea hawakupata uhuru wa kuweza na wenyewe kuja kusaini? Sasa wagombea, cha kwanza, hizi kanuni zitaanza kufanya kazi siku moja baada ya wagombea kuteuliwa. Kwa hiyo naamini mpaka sasa kisheria hatujui nani atakuwa mgombea. Kwa hiyo atasaini muda gani. Lakini cha pili, kanuni hiyo hiyo ya kwanza nukta 5 inasema wagombea watasign form namba 10. Kwa hiyo kwa kusign ile form namba 10 kabla ya uteuzi, ile form itawafanya wao wathibitishe kwamba watazifuata hizi kanuni. Na kama nilivyosema, mfumo wetu bado ni mfumo ambao uchaguzi unatokana na vyama vya siasa. Kwa hiyo chama cha siasa kikisign ni kwamba kimesign kwa niaba ya pamoja na hawa wagombea wake. Lakini basi kama ni hivyo, ingekuwa vyama vya siasa nao wagombea hapa badala ya kuwatenganisha. Ndio msingi wa swali langu. Nafikiri ni swala la uandishi tu. Okay. Mimi bado niko kwenye alipogusa mwenzangu pale kuhusu wanaohusika na hizi kanuni. Naona vyama vya siasa, wagombea, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini kwa experience ambayo tunayo hapa, nahitaji elimu, maana sijui. Kwa experience ambayo tunayo, tunaona nafasi nyeti sana ambayo inachezwa na ulinzi na usalama, kwa maana ya polisi, kwa kiasi kikubwa sana. Ndio watu ambao mara kadhaa tumesikia pia baadhi ya mikasa na visa. Kwa nini hawakuwekwa kama watu ambao wanatakiwa na wao kusaini kwenye kundi hili? Au nataka kuniambia kwamba nyinyi wataalam hapa kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio inasaini kwa niaba ya polisi? Ndio, sasa kwa maoni yangu polisi ni sehemu ya serikali. Kwa hiyo wanaposema kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana yake inahusisha vyombo vyote vilivyo chini ya serikali, ikiwemo vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na polisi. Na ukisoma ile kanuni ya 3 imetoa wajibu wa serikali na makatazo ambayo serikali inazuiwa kufanya wakati wa uchaguzi. Kwa mfano, kanuni zinasema serikali inapaswa kutoa fursa sawa kwa vyama vyote vya siasa kushiriki uchaguzi, lakini pia kuhudumia wananchi bila kubagua kulingana na imani za kisiasa, lakini kuhakikisha usalama na amani wakati wa uchaguzi, na pia kwa vyombo vya habari vya serikali kutoa fursa sawa kwa vyama vyote ambavyo vina wagombea wa nafasi ya urais na makamu rais. Lakini pia serikali inakatazwa kuingilia au kuzuia mikutano iliyoitishwa, iliyoratibiwa na tume bila kufuata sheria na utaratibu. Lakini pia kutumia vyombo vya ulinzi na usalama kunyanyasa wagombea au vyama vya siasa, hilo pia limekatazwa kwenye ile kanuni ya 3(2). Sasa labda na ukisoma pia vizuri kanuni zimeenda mbali na kukataza wale viongozi wa kisiasa kutumia nafasi zao za siasa kwa ajili ya kujinufaisha wakati wa kampeni, kusema kwamba mimi nitajenga barabara, mkituchagua labda nitaleta zahanati. Kanuni zimekataza. Kwa hiyo ni muhimu niseme kwamba japokuwa kuna uchaguzi, serikali huwa inaendelea kuwepo. Hakuna nchi ambayo wakati wa uchaguzi basi tunasema serikali isimame, tukabidhi majukumu ya serikali labda kwa tume au kwa nani. Hapana. Serikali lazima iendelee kufanya kazi na huduma za jamii lazima ziendelee kuwepo. Kinachotakiwa ni kuweka mazingira ya haki na usawa kwa washiriki wote wa uchaguzi, pamoja na kuzuia wale viongozi wa serikali ambao ni wanasiasa wanatokana na mfumo wa uchaguzi kutumia hizo nafasi zao kwa ajili ya kujinufaisha. Swali moja la ziada kutoka kwenu, alafu tubadilishe. Mwanze kujiandaa Muhammad Matano wa TV Iman, Stanislaus Lambert na Caesar, mjiandae. Sawa, naomba tutazame kanuni nyingine hapo hapo ambayo inavitaka vyombo vya habari vya serikali kutoa fursa sawa kwa wagombea. Natoka chombo cha habari cha serikali, kwa hiyo hapa kidogo kuna kuwa na kelele nyingi. Kuna vyama ambavyo wakati wa kampeni mpaka kuelekea uchaguzi utawaona siku ya ufunguzi, afu utakuja kuwaona mwishoni kabisa. Hapa katikati utawatafuta mpaka kwa tochi, hutawapata. Kanuni zinamlinda vipi ama zinavilinda vipi hivi vyombo vya habari vya serikali kwa kutotoa fursa sawa, ikiwa kosa ni la yule ambaye ana chama chake cha siasa, kwa maana kwamba ametafutwa kwa namna yoyote ile na hajapatikana, kaonekana siku ya ufunguzi na siku ya mwisho? Kanuni zimesema vyombo vya habari vya serikali vitoe nafasi sawa kwa vyama vya siasa ambavyo vinawagombea kwenye nafasi ya urais. Kwa hiyo kwa minajili hiyo ni kwamba kama mnatangaza habari, maana yake mtoe habari ambazo zitakuwa zinagusa vyama vyote ambavyo vinashiriki uchaguzi. Na kama mnafanya labda mahojiano, kwa tafsiri yangu ya kanuni ni kwamba lazima mtoe nafasi sawa kwa hivi vyama vyote ambavyo vinagombea. Sasa kama chama chenyewe ndo hakipatikani, nadhani hapo nyewe hamui na kosa, kwa sababu wao hawajapatikana. Lakini kama wakipatikana na wapo, maana yake wasibaguliwe, wote wapate nafasi sawa. Sawa, ngoja nibadilishe hapo. Sawa, nataka nibadilishe. Zaituni, unaweza kukaa upande wa huku wakati